Furahi barua ya 15. Barua ya 15 ambayo sasa ndio ni barua ya 10 kwa mwalimu, lakini 15 kwa zile barua zote. Ukachukua nafasi, huyu Isa akachukua nafasi akaandika aya 3 za kuonyesha uzuri wa Mwalimu Nyerere na amali ambazo wametuachia kwenye taifa. Kwa kweli niliona hicho ni kitu kizuri, kwa sababu hata watakaosoma hiki wataweza kuweka mizania kuwa Mwalimu alikuwa na makosa haya, lakini kuna vitu vya muhimu sana: umoja wetu, utaifa wetu, alikuwa ni mtu mwadilifu kupita kiasi, hakuwa binafsi. Yote yale nafikiri baadaye sasa yamekuja kuonyesha Mwalimu Nyerere katika hizo picha mbili ambazo niliona kweli ni muhimu sana. Kwa hiyo nataka tu kusema, sio kuna kuuliza tu maswali ya kusema kuwa hili lilikuwa, lakini nataka pia ni kusifu kidogo kwa kufanya hilo, kwa kufanya hilo. Nimeona kuwa ni jambo jema. Sasa swali langu lingine linalofuata, sijui tuna muda gani umebaki? Dakika 5 zinatosha. Swali langu lingine linalofuata, umeiandika hii historia tangu miaka ya 80 ukaja ukaishia tarehe 8 nafikiri Agosti au 18 Agosti 2024. Historia yako ikaishia hapo. Nikakumbuka kuwa huu mwaka ulikuwa mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa, mwaka 24, si ndio? Na uchaguzi ulikuwa Novemba. Na baada ya hapo tunajua historia ilikwendaje. Hasa nikawa najiuliza, kwa nini ulikubali kuishia Agosti 2024? Mkuki umechapisha hiki kitabu 2026. Hii gapo hapa vipi? Kwa nini ukakubali kukomeshea historia ya nchi hii pale ulipokomesha? Labda niwachie wengine sasa. Watakuja kujaza hiyo. Ni kweli nilimaliza 24, na ukiangalia utangulizi wangu ni pia ya 25 sio 26. Ingawa kwa lugha nyepesi kidogo nimesema kwamba vijana wawe tayari kwamba kipindi kinachokuja kitakuwa kikubwa sana, kwa sababu utawala umeanza kupoteza umiliki wake. Umeona kwenye kaburi. Niseme hiyo tu. Jambo la pili, pengine nafikiri unanionea. Mimi sikubaguza kwa Azimio alibaguza. Katika mimi ni ile barua ya mwisho. Sasa swali la mwisho kabisa, kwa vile kama nilivyosema mwanzo umetumia mtindo wa kuvutia kabisa katika kitabu hiki Barua kwa Mpendwa Azimio, lakini wewe umeandika vitabu vingine vingi huko nyuma. Je, kwa kubadilisha mtindo na kutumia huu mchanganyiko wa barua, shairi, majibizano, wakati unaandika uliona kama mtindo huu umekusaidia? Kwa sababu bado unaeleza mambo mazito kabisa kama unavyoeleza kwenye machapisho yako mengine. Je, uliona tofauti gani katika kutumia mtindo huu wa sasa katika kuwasilisha mawazo yako muhimu? Asante sana. Niliona raha kuliko haya vingine nilivyoandika katika mtindo huu.
kwa sababu sikubanwa haya masharti ya kutaaluma, lakini tunatusema lazima uwe na footnote ndio uzuri wa kisanaa, sio kimu kisanaa. Kubani unakuwa na nafasi nzuri sana, unakuwa na uhuru wa kuzungumza. Riwaya, tamthilia, mtindo kama huu na kuruhusu na kumpa nafasi kubwa sana. Afsio wewe ni kwa hivyo kwa fupi, kwa kweli niliona raha sana, na hata naposoma tena naona raha kuliko kusoma klasi. Umenijibia swali kijana mmoja aliniuliza siku moja. Anauliza, Profesa, wewe unasoma mashairi ya Profesa Sheikh? Nikamwambia ndio nayasoma. Akauliza, hivyo unavyoelewa unavyoona wewe, Profesa Sheikh ni mshairi? Sasa hapa nimepata jibu kwa sababu natumia mashairi mengi sana. Nitamrudia yule ndugu yangu nimwambie Profesa Sheikh ni mshairi, na sio tu mshairi pia anatumia mbinu nyingi za sanaa katika kuandika. Lakini jumla naomba niseme hongera sana kwa kweli, mimi nimefurahia kusoma andiko hili, na tunategemea labda kutakuwa na majukumu mengine ya barua hizi za mpendwa Azimio. Asante sana. Mengi sana na barua ya 12 na sehemu muhimu sana, naomba nisome. Profesa, naomba tukae. Ewe Isa mwana wa Mariam, achana na mapenzi, shikamana na itikadi. Itikadi ya wavuja jasho, ukombozi wa walala-hoi. Usijewezesha kuhudhuria upumbavu kwa walala-heri na wasomi wao. Pambana nao